Julai Bibi Viwanja Group. Je, unawajua ni kina nani? Basi, acha nikuhabarishe. Julai Bibi Viwanja Group ni wauzaji wa viwanja tena venye ubora. Na kubwa zaidi 2022 wamekuletea ofa babu kubwa. Sasa jipatie viwanja venye ukubwa wa square mita 400 kwa shilingi milioni 2.5. Na huduma za kijamii zinapatikana kama vile usafiri, umeme, maji, nyumba za ibada na nyinginezo. Na tena viwanja vimepimwa na vipo katika ubora wa hali ya juu. Viwanja vinapatikana Vianzi, ni mwendo wa dakika 10 kutoka Vikindu stendi, au unaweza kuwasiliana na Julai Bibi Viwanja Group kupitia nambari zifuatazo: 0673 035288 au 0774 635762 au 0755 105124. Kwa viwanja vya uhakika na vyenye kuaminika, waone Julai Bibi Viwanja Group ndio suluhisho lako. Nyote mnakaribishwa. Shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن جميع صحابة رسول الله أجمعين، وخاصة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن جميع صحابة رسول الله أجمعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. Ndugu zangu katika iman, tumekusanyika katika msikiti huu wa Mwenye Mkuu hapa Magomeni Mapipa katika jiji la Dar es Salaam. Lengo kubwa kwa siku ya leo ambayo ni siku ya darasa letu, tupo katika mwezi wa Rajab. Mwezi wa Rajab katika historia una matukio mengi sana ambayo ni yote ni ya kihistoria, si pahala pake hapa, lakini itatokea siku insha Allah tutakuja tutaeleza haya matukio. Katika moja ya matukio ambayo hayasahauliki ni tukio la Ghazwat Tabuk, mwaka wa 9 wa Hijra, wakati serikali ya Warum ama wazungu ambao walikuwa wanatawala Sham na eneo la Tabuk walikuwa wamepanga mkakati kuja kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam wakishirikiana na baadhi ya makabila. Mtume akapata taarifa kupitia vyombo vyake vya usalama, akaamua kujipanga vizuri, akaandaa jeshi la watu 1030. Lazima watembee kutoka Tabuk, kutoka Madina mpaka kwenda Tabuk. Madina Tabuk kilomita 778. Wanakwenda namna gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam akabidi awahamasishe watu kuhusu pepo ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu mwaka ule Madina ilikuwa ni mwaka wa ukame sana. Mitende ilikuwa haijaotesha vizuri, mazao ni tabu, mifuko ya watu ilikuwa imekauka sana. Ikalazimika Mtume awahamasishe watu kutoa sadaka ili kuandaa jeshi. Wakajitokeza watu wenye hela zao: Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Wakajitokeza wakina Sa'd ibn Abi Waqqas, Zubair ibn al-Awwam, Talha ibn Ubaidillah. Hawa ndio wataja ni matajiri ambao kwa sasa hivi wangelikuwepo tungelikuwa tunaorodhesha katika matajiri wa dunia.
ni watu walikuwa na hela, lakini mali yao wakawa wamempa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kilichotukusanya leo hapa, tunakumbuka moja ya matukio ambayo ni sababu ya kuliwazwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ameanza katika wakati mgumu sana katika kufikisha da'wa. Ametukanwa, amedhalilishwa, amesingiziwa sifa zisizokuwa zake, amepewa majina yasiyokuwa yake. Lakini yote hayo ilikuwa ni kwa sababu walikuwa hawaitaki la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Mpaka leo la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah haitakiwi duniani. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallama akawa amepangiwa safari na Allah subhanahu wa ta'ala, safari ambayo imetajwa katika sura ya 17 suratul Isra. Subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ukirejea tafsiri ya Imam Qurtubi al-Jami' al-Ahkam al-Quran, unarejea tafsiri ya Imam Suyuti Durrul Manthur, unarejea tafsiri ya Abu Ja'far al-Tabari, unarejea na tafsiri ya Imam Alusi Ruhul Maani, tafsiri vile vile ya Maraghi ya Ahmad Mustafa al-Maraghi rahimahumullah. Wote mabwana wakubwa tafsiri karibuni 6 hizi 7, kwamba sura hii imeteremkia Makkah. Allah anasema subhana alladhi asra bi'abdihi, ametakasika muumba ambaye amempeleka mja wake safari ya usiku minal masjidil haram, kutoka katika msikiti mtukufu wa Makkah, ndipo safari ilipoanzia pale Makkah, ila almasjidil aqsa, mpaka akapelekwa katika masjidul aqsa, msikiti wa mbali. Unaitwa Aqsa kwa sababu libu'diha au libu'dihi, kwa sababu msikiti wa Aqsa uko mbali. Alladhi barakna hawlahu, ambao Masjid Aqsa ardhi yake barakna hawlahu. Qala ba'd al-mufassirin, baadhi ya wanachuoni wanasema lianna akthara al-anbiya bu'ithu min hunaka wa dufinu hunaka, sababu mitume waliokuwa wengi wamepewa utume kutoka katika ardhi ya Aqsa na eneo la Aqsa, na wengi wao wamezikwa kule. Alladhi barakna hawla, ni ardhi ambayo ina baraka kwa sababu mitume wote takriban wametoka pale na wamezikwa pale. Baadhi ya mufassiri wanasema barakna hawla ni ardhi ambayo tumeibarikia kutokana na rutuba iliyopo katika ardhul muqaddas. Kwa yote ambaye anakwenda Aqsa, kama umefika Jordan, umefika na Palestina, ni ardhi yenye rutuba. Ninayehadithia ni mimi, na hadithia kitu ambacho nimekwenda, nimefika siku 3. Ya ibn al-kirami ala tadnu fatubsira ma qad haddathuka fama ra'in kaman sami'a. Ewe kijana, hebu sogea hapa ili uyaone yale waliokusimulia. Aliyeona hawezi kuwa sawasawa na aliyesimuliwa. Sasa sisi tumesomeshwa na mashekhe wetu tokea Mwamgongo. Sheikh Yusuf Ntoranya rahimahullah kanifundisha pale darasa la ibtidai, kaenda Ghazali kwa Sheikh Umar Himidi Mkunda, Sheikh Thabit, Sheikh Khalfani Kiumbe Kabondo pale rahimahumullah. Tukaondoka hapo kaja Haramain, tukawakuta Sheikh Abbas Mustafa Makbul, Nasruddin, Sheikh Suleiman Hasbur Rasul, Sheikh Ishaq ambaye mwaka jana amefia Johannesburg rahimahullah. Baada ya hapo Mahadi Kisauni, kote tunasimuliwa na kusoma hizi habari za Aqsa, Isra wal Mi'raj. Kisauni miaka 4, Sirajur Rahman an-Nadwi al-Qadi rahimahullah, Sheikh Ilmi, Sheikh Muhammad Ali, Sheikh Muhammad Said, Sheikh Kale. Baada ya pale
ndio kwenda Jamia Islamia chuo kikuu Madina mwaka 91, 92, 95 nikarudi. Huku kote tumekuwa tumesimuliwa, tumesomeshwa na hao mashekhe niliowataja. Takriban hao ndio mashekhe niliowataja wote, asilimia 99 wote wameshakwenda akhera rahimahumullah. Baada ya hapo 2019 mimi nimekwenda Aqsa mwezi kama huu na siku kama ya leo, siku ya tarehe 26 kuamkia 27, siku ile ya Isra wal Mi'raji, mimi niko Palestina na nipo katika Masjidul Aqsa. Tumeingia majira ya salatu al-maghrib, lakini tulipata visa kupitia ubalozi wa Israeli. Tumepata visa, lakini visa ambazo hazipigwi kwenye pasipoti. Wenyewe wana system yao wanaijua. Dar es Salaam Jordan, Dar es Salaam Istanbul, Istanbul Jordan. Istanbul tulipumzika tu masaa 2-3, tukaenda Jordan. Jordan tukakaa siku 3 kwa ajili ya kutembelea maeneo ya historia. Tukafika Ashabul Kahfi, alhamdulillah, tukayaona yale yaliyosimuliwa na Qur'an, sura ya 18 suratul Kahfi. Tukaenda katika mji wa Mu'ta walikozikwa masahaba watatu, Abdullah ibn Rawaha, Jaafar ibn Abi Talib na Zaid ibn Harith radhiyallahu anhu, wamezikwa kule katika vita ya Mu'ta. Tukatoka hapo ndiyo tukaja Palestina. Tunaingia katika geti la Palestina. Ili uingie ndani ya msikiti wa Aqsa umezungushwa na ukuta. Tupofika pale tukaonyesha, tuko na mwenyeji wetu akamwambia hapa lazima muonyeshe pasipoti na visa. Kila mmoja, tuko watu 12 kupitia taasisi M2 Travel ambao ofisi iko pale City Mall, ambao mimi ndio shekhi wao. Tukawa tumeonyesha where you come from, si wapi, wengine wanazungumza Kiarabu. Min aina anta? Min Tanzania. Mmoja katika wale askari wa Kisraeli anaifahamu Zanzibar, shawahi kuja, lakini nilibaki najiuliza kulikoni, alikujaje? Wakati mwingine unaweza ukajiuliza mambo mengi yatakusumbua, yaache. Tukatoka hapo tukapelekwa moja kwa moja kwenda kuonyeshwa pahala ambapo Rasulullah sallallahu alaihi wasallama alipomfunga buraku. Tukapaona na ile sehemu, ndugu zangu, mitume waliotangulia, burak ni mnyama waliyekuwa wakimtumia miaka hiyo. Ile sehemu kuna kijimkufu hivi, kijichuma, watu wengi wanakwenda pale, kila mtu anapenda apaguse pale. Ndipo Rasulullah alipomfunga burak. Kwa lugha nyepesi tunasema ni parking. Maka ameondoka na burak kutoka Maka mpaka kuja Madina. Samani, kutoka Maka mpaka kuja Palestina. Tupotoka pale tukaja tukaonyeshwa pahala ambapo Rasulullah aliwakuta mitume akawasalisha. Riwaya kwanza inasema Jibril ndiye aliyeadhini, akawa anatafutwa wa kuwaswalisha ni nani. Akaambiwa wewe Muhammad ndio utawaswalisha hawa, akawaswalisha pale. Ile sehemu, ndugu zangu, ambapo mtume alipowaswalisha wale mitume, ile sehemu kuna kijimimbar kidogo sana, kijimihrab kidogo sana, na pale ndani serikali ya Israeli wameweka kuna kijimswala pale ndani, kwa sababu kwanza kwa wao ni sehemu ya uchumi, wanapata hela nyingi sana za utalii sana. Ni sisi tu ndio hatuendi, lakini nikwambieni kitu Waislamu wenzangu, hamwezi kuamini, lakini hili lazima mlikubali. Aqsa kwa siku 3 nilizokaa pale, swala 5, nadra kuwaona Waafrika Waislamu wamekwenda pale katika utalii kuangalia yale maeneo. Na ndio hiyo nilikwenda kuikuta Petra, Jordan, moja katika maajabu ya dunia. Kuna mji unaitwa Petra ambao upo nje ya mji wa Amman kama kilomita 90, ambako utakwenda ndiko kizazi cha Ismail ibn Ibrahim alayhi masalam kilichohamia kule. Ni nyumba ambazo za kifahari milimani. Umekwenda kukuta wamechonga tiles, unaona kama vile vijitiles mali pale vile vya njano njano,
milima wamechonga wale jamaa miaka iliyopita. Walikuwa ni watu wenye afya. Sasa tumefika pale Palestine. Baada ya kutoka kufika hapa, tukapelekwa pahala ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam ndipo aliposimama na Jibril, wakawa wanaanza safari ya kwenda mbinguni. Sasa ni sehemu ya juu kama hivi, ni sehemu ya jiwe kubwa, ni rangi inafanana kama rangi kama hii ile jiwe. Hapa ndipo ambapo Jibril alayhi salam na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walisimama pale, wakaanza safari ya kwenda mbingu ya kwanza, ili waende kule ambako Rasulullah alikokuwa ameitwa. Ile sehemu tumekwenda siku moja usiku, tukarudi tena siku ya pili wakati wa saa 3 asubuhi. Wameweka njia mbili, kuna njia ya kwendea chini na njia ya kupandia. Ile sehemu ambapo nyinyi mnaona kwenye picha kuna lile kuba linaonekana Masjidul Aqsa. Lile kuba sio masjidi yenyewe ya Aqsa, hapana. Pale ndipo Rasulullah alipotaka kurukia. Aqsa yenyewe iko mbele msikiti. Ni kama hapa alipotaka kuruka Rasulullah na alipowasalisha mitume, ni kama hapa kwenye mihrab. Halafu na Masjidul Aqsa iko kama pale mbele ya ukuta wa msikiti. Ile sehemu imetunzwa. Sasa lile jiwe lilinyanyuka wakati Rasulullah na Jibril wanaanza safari, likang'oka kutoka chini. Lile jiwe lilipong'oka, lilipofika saizi kama hapa kwenye pale, bado linakuja. Wanasema ulama, wakasema farakazahu Jibrilu biqadamihi, Jibril akalipiga kwa unyayo wake, akaliambia innaka lam tuda, wewe hujaalikwa huko, baki. Jiwe chini halikurudi, limeganda mpaka leo, limekaa kama ukuta. Chini imebakia kama sehemu ya musalla, sehemu ambapo watu wanasalia, na imewekwa kamba. Wanamume wanasali mbele, wanawake wanasali nyuma. Na kuna kati kuna jaa kule, walichokifanya wameweka ngazi. Wanaoshuka wana njia yao, na wanaomaliza, kwa sababu hamruhusi kuingia kule mpaka wale wamalize. Sasa watu wanasema kama Jibril na Rasulullah hapa ndipo walipoanzia safari ya kwenda mbinguni. Hii sehemu sio ya kawaida. Watu wanapiga rakaa zao hapo, wanalegeza vyuma, wanaomba mambo yao. Sisi tulikwenda wakati wa dhuha, majira saa 3 saa 4. Usiku ule ule wa Isra pale Masjidul Aqsa, speaker zote zilikuwa zinatoa kwa nje, kwa sababu ndio siku ambayo mashekhe wanatoa mihadhara kuhusu Isra wal Mi'raj. Yeni ukweli, mimi nimekwenda, nimeona siku ile inafanywa mihadhara mbalimbali. Hakuna bunduki niliyoiona kupigwa na askari wa Kiisraeli wala kufanyika vurugu yoyote. Ndugu zangu, tuwe na tabia moja. Hata kama mtu humpendi, unamchukia, akifanya jambo la ukweli, basi ridhia kwamba akafanya ukweli. Huo ndio uadilifu. Sawa? Mtu humpendi kabisa, lakini ana jambo la kheri amelifanya, sifia ile kheri au sifia lile jambo zuri. Tumekaa pale, tukifikia katika hoteli moja. Tulipofikia sisi hotelini kwetu, ni kama hapa kutoka shule ya Nuru Islamic, na Aqsa iko hapa kama hapa. Kila siku salatul fajr tunakwenda, hatuulizwi na mtu, kwenda na kurudi. Salatul isha, salatul asr, salatul dhuhr, salatul maghrib, mpaka Ijumaa ya mwisho tumeswali pale Aqsa. Ijumaa ya mwisho ndio tunamaliza pale. Tukimaliza alafu tunakwenda zetu Uturuki kwa ajili ya kwenda kupaona pahala ambapo inasemekana kuna nywele za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumekwenda kuikuta abaya au hijabu ya mama Fatima radhiallahu anha. Tumekwenda kuukuta upanga wa Musa ibn Umair, upanga wa Ammar ibn Yasir. Tumekwenda kukuta viatu alivyokuwa akivaa Mtume sallallahu alaihi wasallam, viatu vya kawaida, Waarabu wanaita shipship, Kiswahili inaitwa yeboyebo. Tumekwenda kuzikuta
lakini swali nilikuwa najiuliza, na nywele zipo kwenye kijichupa, nikawa najiuliza nywele hizi ni kweli za mtume? Kama za mtume, wamezipata wapi? Lakini kila kitu kipo pale kwa maandishi, Kiingereza, Kiarabu, Kiingereza, Kiarabu nadhani na Kifaransa. Yani ni sehemu kubwa sana. Ile museum ni kubwa, ni karibu msikiti huu. Mnatembea mnaangalia, na kuna maelezo mle ndani yameandikwa pale. Sasa tukatoka hapa kwenda kupangalia nyumbani kwa Abu Ayyub al-Ansari alipokuwa anakaa, ambapo ndipo umejengwa msikiti wa Abu Ayyub al-Ansari, sahaba wa kwanza, Muislamu wa kwanza kumpa mtume, wa pili kumpa mtume sallallahu alaihi wasallam nyumba ya kuishi. Sasa ule usiku wa Aqsa mimi nipo pale, na ile siku Rasulullah ndiye alikuwa anakwenda Miraj, anakwenda mbinguni. Sasa sisi tuko pale pale, tulikubaliana kwamba jamani, hatuondoki hapa, tubakie hapa usiku mzima. Tumeyaona kaenda ambapo amezaliwa mama Maryam, mama yake Isa alayhi salam. Wakati tunaingia msikitini wa Aqsa jioni, siku ile ya Isra, meingia jioni, ilikuwa ni kipindi cha baridi sana. Upande wa kushotoni mwa Qibla alikuwepo mtu mzima kama huyu, kama babangu. Alivyotuona tulikuwa Waafrika watupu. Waafrika katika ile trip tulikuwa wawili, waliosalia wote ni Waarabu na Wahindi. Twende tukamsalimia, nikamwambia salamu alaykum, ambia wa alaykum salam. Akaniuliza takalamu Arabi, nazungumza Kiarabu? Nikamwambia naam. Min waina antum, metokea wapi? Nikamwambia min Tanzania, min Dar es Salaam. Akambia Dar es Salaam, Tanzania? Akambia naam. Julius Nyerere. Akamtaja mzee Nyerere. Nikamuuliza kaifa arifta Nyerere? Akambia hadha awwal rais fi qarat Afrika alladhi a'ta falastiniyin manzilan yaskununa fi Dar es Salaam. Huyu ni rais wa kwanza Afrika kuwapa wa Palestina nyumba ya kuishi. Ipo pale kwenye ubalozi wao. Pamoja na kuwa si Muislamu, lakini anakumbuka wema. Kukumbuka wema mtu aliyokufanyia ni sahihi, sio sahihi? Hiyo ndio sahihi, ndivyo inavyotakiwa. Kwanza kumuuliza swali. Sasa wakati yule mzee yupo pale, alikuwa kwenye koti kubwa, maana yake baridi, yupo pale, pembeni kuna kijichumba kidogo kama hivi. Nikamuuliza leshi nas ijtamau fi hadha almakan zay mihrab, mbona watu wamekusanyika hapa? Akaambia ya waladi, sikiliza mwanangu, hadha huwa mihrabu Zakaria, hapa ndiyo mihrabu ya Zakaria. Kullama dakhala alaiha Zakaria almihrab wajada indaha rizqa. Hapa nilikuwa naye mwenzangu, akasema bana, kama hapa aliswalia mtume Zakaria, tupige rakaa, tulegeze vyuma, sio pahala pa kawaida. Tukapiga rakaa, tukakauka pale pale mwanangu mpaka salatu lisha, tuko pale pale katika mihrabu Zakaria. Dogo hilo, dogo hilo, sio dogo. Sasa baada ya hapo tukawa tumeondoka. Sasa Isra ni nini ndugu zangu? Nini maana ya Isra? Wanasema al-Isra'u fi lugha, neno Isra katika lugha ya Kiarabu min asra, linatokana na fi'il asra, amekwenda. Asra nini katika Kiarabu? Wa huwa sairu laila, ni mtu ambaye anayetembea usiku. Asra fulan min Dar es Salaam ila Mwanza, yani dhahaba laila, amekwenda usiku. Hiyo ndio maana ya Isra katika lugha ya Kiarabu. Wa dhahaba jumhuru lughawiyin, wanachuoni wa lugha ya Kiarabu wanasema ala anna sara fi'lu sara wa asra, asra wa sara wahidun, yote ni maana moja. Wayara al-ba'du, baadhi wanachuoni wa lugha wanasema anna asra, kwamba hakika fi'lu asra man sara fi awwal al-layl, ni yule anayeanza safari mwanzoni mwa usiku. Hivi mwanzo wa usiku ni magharibi au ni ishai? Magharibi ndio mwanzo wa usiku. Kwa maana mtu ambaye anaanza safari muda huu
kuelekea Mwanza, tunasema sara fulanun ila Mwanza, yani dhahaba ila Mwanza laila. Haya, wa fil istilah, katika istilahi ya wanachuoni wanasema, ili kwa maana ya kilugha, asema yuqsadu bihi, linamaanisha neno Isra huwa dhahabu bin nabii sallallahu alayhi wasallam, ni mtume kusafiri ala dabatin, juu ya mnyama, tusamma alburaqu, mnyama huyu anaitwa buraq, na sio yule buraq ambaye mabango yanauzwa Kariakoo. Buraq ana wanja, ana lipstick. Amjeziona zile picha? Na hule ni uhuni. Halafu huku nyuma chogo limejaa la buraq, la haria. Wanamaanisha nini? Wanamaanisha kwamba mtume alikuwa akipenda sana. Huu ni uhuni wa Islam, si kulazimisheni, lakini ni udhalili. Nani yuko tayari achukue picha ya baba yake amevaa boxer aiweke sitting room, alafu anamwambia mnamwona babu yenu huyo? Ndio babu yenu kavaa boxer. Mnasemaje? Assalala. Aka haiwezekani, ni udhalili. Kama picha ya mtume Adam alayhi salam, si mnazijua picha ya mtume Adam na mama Hawa, wapo uchi, wameweka sehemu za utupu wao, wameweka majani. Nani aliwapiga picha akawaona walikuwa vile? Kule ni uhuni, ni picha za kishenzi, hazifai kwa mitume wa Mwenyezi Mungu. Nasema natumia lugha ya kishenzi, si picha za kununua. Kama mtu amekosa riski kwa sababu hiyo akafanya kazi nyingine, lakini si kufanya kazi kupata riski mgongoni mwa kumdhalilisha mtume wa Mungu. Hili halipo. Mmenielewa? Sio picha za kununua. Unamdhalilisha mtume, amempanda buraq mwenye lipstick. Soma vitabu vyote, hakuna mwanachuoni aliyeeleza buraq alikuwa na lipstick. Na kuulizeni, ana lipstick? Hana. Na ana wanja na macho ya kuvutia, alafu huku nyuma ana chogo la haria kama nini, Vanguard. Ni kumdhalilisha mtume wa Mwenyezi Mungu. Sasa sio buraku huyo. Sasa anasema ni daba, ni mnyama ambaye mtume alikwenda naye maa Jibril, alikwenda pamoja na Jibril min albayt alharam, kutoka katika nyumba ya Mwenyezi Mungu tukufu, fi Makkah, iliyopo katika Makkah, ila almasjid alaqsa, mpaka msikiti wa Aqsa, khilal juz'in min al-layl, sehemu ya usiku, kwenda na usiku na kurudi. Na akarudi usiku ule ule mtume sallallahu alayhi wasallam. Hiyo ndio maana ya Isra. Mi'raj fi lugha, neno mi'raj katika lugha wanasema ala wazni mif'al, limechukuliwa kutokana na neno uruj, min al-uruj. Wal-uruj maanahu, uruj ni nini? Huwa as-su'ud, ni kupanda. Kwa mfano, ukisimama hapa ukawa unapanda mwenyewe bila kitu chochote kwenda juu, ile inaitwa ni su'ud. Ama kupanda kwa kutumia ngazi, ama kwa kutumia nini, hizi lift. Ndio maana hata lift kwa Kiarabu zinaitwa mas'adu, zinaitwa mas'ad. Wal aslu min araja ya'ruju, min araja ya'ruju idha sa'ada. Wal mi'raju, mi'raju ni nini? Huwa ad-durju aw as-sulam, ni ngazi alladhi yus'adu bihi au sa'ida bihi an-nabiy ila sama. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam alipanda. Isra ni safari alianza Maka kwenda mpaka Aqsa, sababu alikwenda usiku na akarudi usiku. Na mi'raj ni mtume sallallahu alayhi wasallama kupanda safari yake kutoka pale Aqsa sasa kwenda juu. Lakini ule msikiti unaitwa Masjidul Aqsa, msikiti wa mbali. Kwa nini? Kwa wale ambao mmesoma Barazanji, kama bado mnakumbuka, katika nasaba ya mtume sema wasummiya biqusayla qasihi fi biladi Quda'at al-Qasiyya, ameitwa Qusay, mmoja katika babu zake mtume ameitwa Qusay litaqasi, kwa sababu alirowea fi biladi Qudaa, katika miji ya Qudaa, katika biashara yake mzunguko. Alipofika Qudaa akakaa muda mrefu, akampata binti wa Qudaa,
akasema huu mzigo mimi nauchukua, akaoa, akapotelea huko huko. Kama kuna watu wengine vile vile wakifika Mtwara hawarudi tena. Maana watu wa Mtwara wenyewe wanasema sio Mtwara, ile ni mutahara. Ala kuli hali, twende. Kama kuna wengine wakioa Tanga, wakishaingia Tanga kurudi majaliwa. Na ukiingia Mombasa, Mombasa raha. Na ukitoka Kigoma Manyema kuja hapa, mwenyewe utampa nyumba Manyema. Na nyuma mlitoa. Sasa Qudaa, fi biladi Qudaa, moja katika babu zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, wasummiya biqusay litaqasihi, kwa sababu alikaa mbali na Maka. Kuna watu wengine wakisikia nimesoma mauli tayari, huyu bana kapinda, nimepinda, nimenyoka. It's not your business. Sawa, uniingizi peponi, uniingizi motoni. Mwenye uwezo huo ni nani? Na matendo yangu. Lakini inapofika pahala unataka kurejea kitu kitaalamu, kiilmu, lazima urejee. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu, katika kwenda kwake, nimerejea kitabu ala sahibiha afdalus salatu wassalam, mwandishi ni Safiyur Rahman al-Mubarak Furi. Anasema al-Isra'u wal Mi'raj, safari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya usiku kutoka Maka kwenda Aqsa, wal Mi'raj kutoka Aqsa na kwenda mbinguni. Asema bainama nabiyyu yamurru bihadhihi almarhala, katika kipindi ambacho Mtume alikuwa anapita katika wakati mgumu wa kazi ya da'wa, wa akhadhati ad-da'wa tashuqqu tariqan baina an-najah, ikaanza kazi da'wa kuanza kupasua njia ya mafanikio, wal ittihad, yani huku anafanikiwa na huku Mtume anasumbuliwa. Wa bada'at nujumul amal tatalammah fi afaqin ba'ida, zikaanza kuonekana nyota, ishara kwamba sasa Uislamu unazidi kueleweka na kuenea. Waqa hadithu al-Isra wal Mi'raj, ndiyo likatokea tukio la Isra na Mi'raj. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kipindi kizito sana ndio likatokea hili tukio. Ni tukio ambalo kabla yake ilikuwa ni sababu ya baadhi ya masahaba kuondoka Maka, kuhama kwao, wakaenda Habash, ambapo ni Ethiopia. Sasa Sheikh Mubarak Furi hafidhahullah anasema wakhtalafa fi ta'yin zamanihi ala aqwal, ama wakhtalifa fi ta'yin zamanihi ala aqwal. Nisikilize vizuri sana, wanachuoni kiilmu, kitaalamu. Mimi nazungumza walivyosema wanachuoni. Akiingia mtu kubisha, kunifanyia radi, kunisema, shauri yake. Maana ni dunia ya kudokoana hii. Sawa. Sasa nazungumza yale ambayo nimeyasoma na ninayasoma. Anasema wanachuoni wametofautiana kwamba Isra wal Mi'raj ilitokea mwaka gani, mwezi gani. Sikiliza hizo. Zipo kauli ngapi? Zipo kauli 6. Sheikh Mubarak Furi akasema faqila alqawlu alawwal kana al-Isra'u, kwamba Isra ilitokea fi sanati allati akramahu Allah fiha bin nubuwa, kwamba Isra imetokea katika mwaka ule ule ambao Mtume alipewa utume na Mwenyezi Mungu. Rai hii akasema wakhtarahu at-Tabari, Abu Ja'far at-Tabari. Rai hii ni Imam at-Tabari, Abu Ja'far at-Tabari rahimahullah. Hiyo ndio rai Abu Ja'far at-Tabari, kwamba tukio la Isra lilikuwa katika mwaka ambao Mtume alipewa nini? Utume. Kauli ya pili, waqila kana ba'da al-mab'athi bi 5 sinin, kwamba Isra ilitokea baada ya Mtume kupewa utume kwa miaka 5. Akasema rajjaha dhalika an-Nawawi wal-Qurtubi. Imam an-Nawawi, Abu Zakaria na Imam al-Qurtubi rahimahumullah, wao wakasema hii ndio ra'yu rajih, wakarajihisha hiyo. Kauli ya tatu kwamba Isra ilitokea mwaka gani na tarehe gani na mwezi gani. Kauli ya tatu, kana lailatu 27, ilikuwa ni usiku wa tarehe 27 min shahri Rajab, katika mwezi wa Rajab, sanat 10 min an-nubuwa, ilikuwa ni mwaka wa 10 tangu Mtume alipokuwa amepewa utume.
ilikuwa tarehe 27. Kwa ina maana ni 26 kwa mkia 27 mwezi kama huu wa Rajab, mwaka wa 10 ambao mtume alikuwa ametimiza miaka 10 tangu alipokuwa ameteremshwa nini? Qur'an. Tumeelewana ndugu zangu? Hiyo ni kauli ya ngapi? Ya 3. Waqila, kauli nyingine ya 4, qabla alhijrati bi 16 shahran, kwamba tukio la Isra lilitokea kabla ya mtume kuhama kwa miezi 16. Qala al-Mubarakfuri hafidhahullah, akasema ai fi Ramadhan, ilikuwa katika mwezi wa Ramadhan mwaka wa 12 minan nubuwa, tangu mtume alipokuwa amepewa utume. Al-qawl al-khamis, qawli ya 5, akasema qabla al-hijra bi sanatin wa shahrain, tukio la Isra na Mi'raj lilitokea kabla ya mtume kuhama kwa mwaka 1 na miezi 2. Ai fil Muharram, lilitokea katika mwezi wa Muharram mwaka wa 13 wa kupewa utume sallallahu alayhi wasallam. Kauli ya mwisho akasema qabla alhijrati bisana, tukio la Isra limetokea kabla ya mtume sallallahu alayhi wasallam kuhama kwa mwaka, ai fi Rabi'il Awwal, katika mwezi wa mfungo 6 mwaka wa 13 minan nubuwa, tangu mtume alipokuwa amepewa utume. Sasa hapa ndipo ambapo, lakini kauli ambayo wengi wamekwenda nayo wanasema ni mwaka wa 10 tarehe 27 katika mwezi wa Rajab. Sasa baada ya hapo, sasa uchambuzi angalau kwa muhtasari, wanachuoni wanasema nini kuhusu hili tukio? Baada ya pale mtume ilikuwaje? Anasema Mubarakfuri hafidhahullah, warawa a'immatul hadith tafasila hadhihi alwaqa, wanachuoni wa hadithi wamesimulia ufafanuzi wa hili tukio. Wa fima yali, katika maelezo yafuatayo tunawapa muhtasari biijaz. Akasema qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, anasema usriya bi rasulillah, mtume alipelekwa Isra, yani alipelekwa mpaka Aqsa, mpaka mbinguni, bijasadihi ala sahih. Julaibibi Viwanja Group. Je, unawajua ni kina nani? Basi acha nikuhabarishe. Julaibibi Viwanja Group ni wauzaji wa viwanja tena venye ubora, na kubwa zaidi 2022 wamekuletea ofa babu kubwa. Sasa jipatie viwanja venye ukubwa wa square mita 400 kwa shilingi milioni 2.5. Na huduma za kijamii zinapatikana kama vile usafiri, umeme, maji, nyumba za ibada na nyinginezo. Na tena viwanja vimepimwa na vipo katika ubora wa hali ya juu. Viwanja vinapatikana Vianzi, ni mwendo wa dakika 10 kutoka Vikindu stendi, au unaweza kuwasiliana na Julaibibi Viwanja Group kupitia nambari zifuatazo: 0673 035288 au 0774 635762 au 0755 105124. Kwa viwanja vya uhakika na vyenye kuaminika, waone Julaibibi Viwanja Group, ndio suluhisho lako. Nyote mnakaribishwa.